Kwanza ni wapongeze kutoa taarifa kwa sababu wanawajibika kwa wanachama wao. Hapo inabidi tuwapongeze. Hata kama taarifa yenyewe imetoka kwa ajili ya kujitetea. Wanajitetea kwa namna ambavyo timu yao inaenda. Taarifa kwa umma Young Africans? Ya sijui nianze upya. Hebu ichape upe. Wanastahili kupongezwa kwa sababu wametimiza jukumu lao kama viongozi kuambia wananchi wao timu yao inapitia wakati gani. Lakini bahati mbaya au nzuri ni pia wametumia hiyo kama fursa ya kujitetea kwa wanachama wao kwa sababu juu ya mwenendo mbovu wa timu yao na namna ambavyo timu yao inavyocheza. Kwa hiyo kuna jambo zuri wamelifanya, lakini pia hilo jambo zuri wamelifanya kwa namna ya kujitetea, sio kwa namna ya kutoa report, ila wamejitetea. Katika barua yalizungumzwa mengi, lakini baadhi ya malalamiko ambayo nimeyanotice hapa ni kulalamika mechi kuwa nyingi na ndio maana wanafanya vibaya, lakini pia uwepo wa majeruhi mengi kwenye kikosi chao, na kingine kufanya vibaya kutokana na muundo wa timu, lakini na kumuongoza pia Amorim. Vitu vyote vimezungumzwa kwa pamoja. Tukianzia na hili swala la kwanza la malalamiko ya mechi kuwa nyingi, linatija hasa kama klabu ya Young Africans? Kwanza kwa ukubwa wa klabu ya Young Africans kujitetea kupitia idadi ya mechi. Na uzuri wameandika wao wenyewe kwamba siku 21 wamecheza mechi 7. Ukigawanya ni wastani wa siku 3. Manake wamecheza baada ya siku 3. Kanuni au kwa ushauri wa FIFA, kwa sababu hakuna sheria moja kwa moja ya kwamba lazima mcheze baada ya siku 3. Hiyo sio sheria. Hayo yalikuwa ni mapendekezo ya FIFA kwa wanachama wake kwamba kwa afya ya wachezaji ni vizuri tukawaruhusu wapumzike kwa kipindi cha saa 72. Lakini hiyo sio sheria. Lakini bado bodi ya ligi imeweza kufuata taratibu ile ya timu kucheza baada ya masaa 3. Na ndio maana ukipiga hesabu hapo vizuri utaona kwamba Yanga wamecheza kila baada ya siku ngapi? Siku 3. Kwa hiyo na kama unaenda kuambia wananchi wako kwamba umecheza vibaya au hujapata matokeo kwa sababu unacheza kila baada ya siku 3 ambazo FIFA wanazitambua, manake hiyo ni sehemu mojawapo ya kujitetea na kudeka, kwa sababu hakuna chochote kilichokuwa violated kikanuni kwamba kucheza baada ya siku 3 kunakupa wewe nafasi ya kucheza vibaya. Kwa nini nasema hivyo? Kama wachezaji wako wanachoka, Yanga na wachezaji zaidi ya 30. Kuna wachezaji ambao wana quality na wamecheza finali ya CAF Confederation Cup. Hawapati nafasi ya kucheza sasa hivi wala kuanza kwenye kikosi. Lakini hawa wale wachezaji ukiwapanga wacheze dhidi ya Mtibwa watakupa matokeo. Yaani usiniambie kwamba leo Shuaboy hawezi kucheza dhidi ya Mtibwa na katoa performance ya A-list. Usiniambie kwamba mtu kama alikuwa winga mpaka beki wa kushoto Faridi Musa amecheza Spain ashinde kuja, amecheza pia kwenye mashindano makubwa ashinde kuja kucheza dhidi ya Mtibwa. Alafu pia kuna wachezaji ambao watakupa matokeo kwenye michezo ya mikoani kulingana na viwanja. Sasa kama wewe umekariri aina ya wachezaji wa kucheza, ukipata matokeo mabovu usitafute kisingizio cha aina cha idadi ya mechi kwa muda mfupi. Kwa mimi naamini Yanga kwa kipindi cha siku 21 kucheza mechi 7 sio dhambi. Kisoka inaruhusiwa na hata FIFA wameshauri iwe hivyo. Kwa hiyo swala la hiyo haistahili kuwa sababu, bali ni kisingizio cha kuchonganisha kati ya mashabiki wa Yanga na bodi ya ligi. Pengine Ngoso, niliona pia kuna fixture ya Simba ya hivi karibuni. Kuna baadhi ya mechi nyingine anakaa siku 4, kuna baadhi ya mechi anakaa siku 5, namna ambavyo ilivyo viporo ambavyo vimesalia mbele yake. Pengine hata hicho pia wanaweka doubts kwamba kwa nini kwa upande wa mpinzani wao ambaye ndio mhasimu mkubwa kwenye swala la kulipata taji la NBC Tanzania Bara anakuwa kuna siku anakaa siku 4 mpaka 5. Ya kwanza kuna mechi moja nafikiri ya Simba iliahirishwa dhidi ya TRA. Kwa mtu anayetumia akili na busara vizuri, ile mechi kwa kisaikolojia Simba alishaicheza. Yaani kutoka Dar es Salaam ukapanda ndege ukafika Arusha, ukafanya mazoezi, kocha akaandaa mechi, akajiandaa kwa ajili ya mechi. Umefika wakati wa mechi, timu haijacheza na ikaondoka pale haijacheza mechi. Maana yake kisaikolojia, mbinu za walimu, lineups na kila kitu kilikuwa kishatoka. Simba wamecheza mechi kisaikolojia, lakini hawajaonekana uwanjani physically. Lakini pia wametumia gharama
kwenda kucheza mechi ambayo haijachezeka physically na hiyo gharama itabidi ijirudie tena. Kwa hiyo sio kwamba Simba hakucheza mechi. Wakati Simba anajiandaa kucheza na TRA hakuwa anamuwaza Pamba. Watu wanastahili kuelewa alikuwa anamuwaza nani? TRA. Baada ya mchezo kuahirishwa ikajulikana kwamba hatacheza siku ya pili, ndipo alipoanza kumuwaza Pamba. Kwa hiyo muda wa kujiandaa dhidi ya Pamba na Simba ilikuwa ni wakati ule ule ambao Yanga aliupata kujiandaa dhidi ya timu zingine. Kwa hiyo labda kwa wale ambao hawajaelewa wanastahili kuelewa kwamba maandalizi ya mechi ni baada ya mechi kufanya nini? Kuisha. Kwa hiyo baada ya mechi ya TRA na Simba kuahirishwa ndipo mawazo ya timu yanabadilika kwenda kwa mpinzani wake mwingine ambaye ni Pamba. Kwa hiyo sio kwamba Simba alipewa muda mwingi wa kujiandaa, alipewa muda ule ule wa kujiandaa. Sawa. Tuzungumzie kwa upande wa Barua pia kazungumzia kwenye eneo la majeraha kuwa mengi kwenye klabu yao. Hili nao ni swala la kulalamikia kwa upande wa timu kama timu, ama kitu gani hasa ambacho kinapelekea klabu kuwa na majeraha mengi zaidi? Ni aina ya makocha ya fitness waliokuwa nao, ama pia ni hizi swala la mechi mingi ambao wanalalamikia? Nafikiri kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza kusababisha timu ikapata majeraha. Kwanza inaweza kawa ni mazingira ambayo wanaishi wachezaji, tabia zao binafsi, lakini pia au mafizio ambao unawataja. Lakini kwa Yanga sababu kubwa ni kuwa na kikosi kilichotumika kwa muda mrefu, kwa miaka mingi, bila mapumziko ya kutosha kwa wachezaji. Mara ya mwisho wachezaji wa Yanga walipata mapumziko labda hata ya mwezi mmoja lini? Hawa ambao unawaona wanaumia, akina Mzize, wakina Dickson Job, wakina Baka, wametumika muda mrefu kwa zaidi ya misimu mitatu bila kupumzika. Kwa hiyo mwili una tabia hii kwamba ukitumika sana wanasema internal energy yote inapotea. Kwa hiyo inakuwa sasa unakula, unapata energy unaitumia. Kwa hiyo ule mwili ile pia kinga za mwili zinafanya nini? Zinapungua. Ikitokea migongano kidogo mchezaji anafanya nini? Anaumia. Hiyo ni sayansi. Lakini kwa nini wachezaji wa Yanga pia wanaumia sana? Hakuna squad rotation. Wakati wa Nabi ulikuwa unamuona anacheza Shaban Juma, lakini ulikuwa unaona kabisa kwamba hata beki wake mwingine Kibwana Shomari anapata muda wa kucheza. Kwa hiyo hata ikitokea Shabani anaumwa, Kibwana akija kucheza unaona yuko kwenye level ile ile ya performance. Sasa hivi hakuna squad rotation. Ninaposema squad rotation, tena naomba niongeze neno a proportional squad rotation. That means maana yake kutengeneza mabadiliko ya wachezaji au rotation ya wachezaji katika kiwango cha kuwiana dakika za kucheza. Sasa hicho kitu sasa hivi kwa Yanga hakipo. Maana yake wanategemea wachezaji wachache sana ambao hao wanacheza mechi zote na wanatengenezewa pia riski ya wao kufanya nini? Kuumia. Lakini pia kuna sababu nyingine. Wachezaji wengi wa Yanga wamekuwa wakicheza wakiwa na majeruhi. Kwa video ambayo alirekodi Mudathir Yahya kwenye mchezo dhidi ya Esfar na Yanga pale Zanzibar na alitoa assist, alicheza akiwa haiko fit. Maana yake unatengeneza riski ya wachezaji kuumia au kupata dhoruba kubwa zaidi. Kwa hiyo Yanga wenyewe wanastahili kulaumiwa kwa wachezaji wao kuumia kwa sababu ya mazingira walioyatengeneza kwenye kikosi chao. Sawa, hapo umeifafanua kwa uzuri kabisa, lakini tumalize na hili Ngoso Msigwa. Kufanya vibaya pia kutokana na muundo wa timu. Anapozungumzia muundo wa timu, pengine hata wanachama wengi wa Young Africans wamewaacha hapa. Anamaanisha kitu gani kwenye muundo wa timu? Kocha anachezesha, anafundisha vibaya, wachezaji hawachukui maelekezo ya kocha, ama muundo wa timu ni kitu gani? Hili ni somo pana kidogo. Kwenye mpira kuna vitu vifuatavyo. Kuna kitu kinaitwa philosophy, falsafa. Halafu kuna kitu kinaitwa style of play, namna ya uchezaji ambao Yanga walikuwa wameizungumzia. Kwenye hayo mahali unayozungumza, ni ipi hapa muundo? Ni philosophy au ni falsafa? Philosophy ndo falsafa. Style of play ndio muundo wenyewe. Ndio muundo kwenye style of play. Sasa falsafa ni nini? Falsafa ni imani ya klabu kwamba inataka au inapenda kucheza namna gani. Sasa ukienda, mfano nataka nitoe mfano mrahisi sana. Ukienda pale Brazil, wana imani inaitwa Joga Bonito. Hiyo ni imani ya kutengeneza na kucheza mpira wachezaji ambao unaburudisha watu. Haijalishi mtakuwa kwenye mfumo gani, lakini lazima mburudishe watu. Umeelewa vizuri? Ukienda pale Italia, kuna kitu inaitwa Catenaccio. Hawa wanaamini kwamba hauwezi kupoteza mchezo kama
hautaruhusu bao. Kwa wao waliegemea kwenye kujilinda zaidi, na ndio maana ukienda kutafuta defensive shapes nzuri zatoka wapi? Italia. Ukienda pale Spain wana tic tac au unasema total football, wanaamini kwamba mpinzani asipokuwa na mpira hawezi kukufunga. Hizo zote ni imani, ndio falsafa. Lakini sasa unaposema style of play ni nini? Style of play ni unatimizaje falsafa yako. Kama wewe unataka mpira wa kupossess kama Yanga wanaocheza hivi karibuni, sawa, sasa unatimizaje lengo lako la kuposesi mpira na bado ukapata unachokitaka? Subiri kwanza. Falsafa ya Young Africans ni ipi? Mwanzoni walikuwa wana falsafa inaitwa direct play football kabla ya ujio wa Engineer Hersi. Baada ya ujio wa Engineer Hersi alikuja mawinga nani wale wana pasi crossi watu wamefunga, si ndio hivyo? Hata ile kuna ile kampa tena yenyewe ilikuwa sio Yanga yenyewe, unajua. Yanga wenyewe wanapenda direct play football, moja kwa moja tumefika tumeondoka. Lakini baada ya kuja Engineer Hersi ndipo walianza utaratibu wa kucheza mpira tofauti wa kupossess. Umeelewa vizuri? Maana yake walitoka kule kwenye direct play football wakaja kwenye possession based football. Sasa baada ya kuja hapo walimchukua Nabi pamoja nafikiri na Kaze ambao waliwaandalia ule mfumo mzima na ukakubali kwa wanacheza vizuri. Umeelewa vizuri? Sasa maana yake walihama kwenye kile walichokiamini mwanzo na kuja kwenye kitu kipya. Sasa kwa nini baada hapa akaja Gamond aliendeleza kwenye kile ambacho alikifanya Nabi, ila flow ilikuwa ni bora zaidi kwa Gamond. Sasa hawa wengine waliokuja wakaanza kubadilisha aina ya nini? Ya uchezaji. Ndiyo timu inaposesi mpira, lakini je, ni kwa namna gani? Ukienda kuangalia sasa hivi takwimu za Yanga msimu huu amezidiwa na timu mbili kwenye ligi kwenye possession tokea ligi imeanza. Amezidiwa na Azam 51 kwa 49 lakini pia amezidiwa na Simba. Umeelewa vizuri? Na Simba alipata 57, yeye akapata 43 Yanga. Umeelewa vizuri? Maana yake hizi ni timu ambazo pekee zimemzidi kwenye possession. Timu zingine zote amezidi possession. Shida imekuja kwa walimu wa sasa. Je, Yanga wakipoteza mpira timu ina react vipi? Kwa maana Pedro kuna namna kama ameuharibu muundo wa timu. Maana yake sasa huo muundo kwamba baada ya timu kupoteza mpira Yanga walikuwa wanaanza kuweka pressure moja kwa moja kulazimisha mpinzani afanye makosa. Sasa hivi hawafanyi tena. Yanga kipoteza mpira wanarudi katikati ya kiwanja. Hii maana yake nini? Inawapatia wapinzani nafasi ya kuandaa shambulizi hata kuja kuisumbua Yanga. Lakini sasa huo mfumo unawafanya pia Yanga wanakuwa very compact na hawaruhusu nini? Mabao. Ndio maana msimu huu Yanga karuhusu mabao 3 tu kwenye ligi. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ndipo tunapozungumzia kwamba muundo wa Yanga umebadilika. Ni kweli muundo wa Yanga umebadilika, kwamba falsafa yao ya kuposesi imebaki, lakini muundo umefanya nini? Umebadilika, kwamba kile kilichokuwa kinafanyika mwanzo hakifanyiki tena. Sasa ukisharudi nyuma na huwezi kumlazimisha mpinzani kufanya makosa, pia hata flow yako itabadilika. Hata utengenezaji wako wa nafasi utakuwa unafanya nini? Wa mashaka, kwa sababu haumlazimishi mpinzani kufanya makosa. Bwana, kwenye hiyo engo kaka umechambua vizuri sana. Bila shaka wafuatiliaji wa Kawabe Media itakuwa wamepata elimu nzuri kabisa. Lakini swali la mwisho, Amorim anatosha na alikuwepo pale na amemrejesha tena? Anaitwa Moalin. Yes, Moalin. Kati ya makosa makubwa ambayo anayafanya Yanga ni kuchukua mwalimu msaidizi aende akasaidiane na mwalimu aliyoamini ana tatizo kutatua tatizo. Yaani Pedro ameonekana kwamba ana matatizo ya kiufundi katika imani yake ya kuamini football. Halafu namletea mwalimu msaidizi aende akatengeneze suluhisho la tatizo la mwalimu mkuu. Yanga ilibidi wafanye kitu kimoja. Kama ni kumuondoa Pedro wamuondoe, wabaki na Moalin, au Moalin aende akawe mwalimu mkuu, Pedro awe mwalimu msaidizi. Hiyo ndio ilikuwa njia pekee, kwamba maamuzi ya Moalin ambaye anapenda football ambayo Yanga wanaiamini iende ikaonekane. Lakini kumfanya Pedro aende akasikilize maelekezo ya mwalimu msaidizi, maana yake ni kumpoka mamlaka moja kwa moja ya kocha mkuu. Sijui kanaeleka vizuri. Kwa hiyo Moalin anaenda kuwa nani? Hilo ndio swali kubwa, kwa sababu hawezi kuwa kocha msaidizi alafu akapanga na akawa na nguvu kuliko kocha mkuu. Na kama yeye anaenda kupanga, Pedro anakuwa nani? Kwani kama ametwanga maji kwenye kinu. Exactly, hawezi kutatua tatizo kwa kulifunika.
Kama umeamini kwamba mwalimu style of play yake haikufurahishi, leta mwalimu mwingine ambaye atakuja kusolve tatizo lako, lakini sio kumletea msaidizi ambaye anaweza kufanya nini, kuwa ni sehemu ya kutoboa huo mtumbu wenyewe. Bwana, shukrani sana Ngoso Msigwa. Asante sana.